kaunti ya Mombasa ambapo Rais William Ruto ametoa wito kwa viongozi kutafuta njia mbadala ya kufadhili sekta ya uchumi samawati, akibaini kuwa sekta hiyo imeendelea kukumbwa na changamoto nyingi na kuna umuhimu wa kuweka mikakati ya kuimarisha sekta hiyo. Akizungumza jijini Mombasa wakati wa hafla ya kutamatisha kongamano la 11 la bahari, Rais Ruto amewataka viongozi waliohudhuria kuhakikisha wanatimiza ahadi walizotoa kuhusu kuimarisha sekta anayosema ina uwezo mkubwa wa kubadilisha maisha ya mwananchi wa kawaida. Akizungumza wakati wa hafla ya kutamatisha kongamano la 11 la bahari jijini Mombasa, Rais William Ruto ametoa wito kwa viongozi waliohudhuria kongamano hilo kutimiza ahadi walizotoa kuhusu kuimarisha sekta ya uchumi samawati, akibaini kuwa zaidi ya ahadi 300 zimetolewa kupitia kongamano hilo. We did not come to Mombasa to add our names to a longer list of promises. We came to turn the tide. Let the measure of this conference not be what we pledged on the shore, but what we deliver in the waters. 104 countries and institutions have gathered here to turn ambition into action. Together, you have registered over 300 new commitments with a combined value of about $5.7 billion. Ameorodhesha mikakati iliyowekwa na taifa la Kenya kuimarisha sekta hiyo kwa kipindi cha miaka 3 iliyopita, ikiwa ni pamoja na kuwekeza takriban shilingi bilioni 20.3, akiongeza kuwa Kenya sasa imetoa ahadi zingine 40 zitakazosaidia kuimarisha sekta hiyo hata zaidi. The last 3 years we have invested 20.3 billion Kenya shillings in our blue economy and fisheries ecosystem. We completed 3 fish landing sites. We have another 5 under construction at the Indian Ocean coast and 10. Kenya alone has made 40 commitments valued at $1.1 billion in support of our blue economy. Akisikitishwa na changamoto zinazoikumba sekta ya uchumi samawati, Rais Ruto amesisitiza umuhimu wa kutafuta njia mbadala za ufadhili na kubadili sera zitakazohakikisha sekta hiyo imeimarika. Commitments without the means to deliver them will never match the urgency or the scale of what the oceans now demand of us. We must find new and bolder ways to mobilize finance, deploy technology and innovation, build capacity. James Mwangi, Undugu TV.